Asubuhi nyingine tena tulivu, karibu kusikiza Jicho la Nje na imani uko salama bin salimini. Tunaanzia jijini Dar es Salaam. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Msajili msaidizi wa vyama vya siasa nchini Sisti Nyahoza amesema ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatekeleza majukumu yake kwa uhuru na bila upendeleo kwa chama chochote cha siasa, akisisitiza kuwa vyama vyote vinachukuliwa sawa kwa mujibu wa sheria. Akizungumza wakati wa ziara katika makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yaliyopo Mikocheni, Dar es Salaam jana, Nyahoza amesema ofisi hiyo ni mlezi wa vyama vyote vya siasa na jukumu lake ni kuvishauri na kuvielekeza pale inapobaini changamoto ili viweze kujirekebisha. Amesema ushirikiano mzuri waliopata kutoka Chadema katika kujadili masuala ya utekelezaji wa sera za jinsia na madawati ya jinsia unaonyesha kuwa hakuna mgongano kati ya chama hicho na ofisi ya msajili, akibainisha kuwa lengo la ziara hiyo ilikuwa ni kujadili masuala hayo na si hoja nyingine za kisiasa. Dodoma. Serikali imesema inaendelea kuonyesha utashi wa kisiasa katika kushughulikia masuala ya maboresho ya katiba kwa kufuata taratibu na misingi iliyowekwa kisheria ili kuhakikisha mchakato huo unakuwa shirikishi na wenye manufaa kwa wananchi wote. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameeleza hayo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu kuhusu utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai na mwelekeo wa serikali katika masuala ya mageuzi ya kikatiba. Katambi amesema serikali imekuwa na dhamira ya kuendeleza maboresho ya katiba tangu awamu zilizopita, huku hatua mbalimbali zikichukuliwa katika kuendesha mchakato huo. Amebainisha kuwa wakati wa mchakato wa awali kulijitokeza hoja tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali ambazo zilihitaji majadiliano zaidi ili kufikia mwafaka. Dar es Salaam. Jumla ya wanafunzi 246,197 waliohitimu kidato cha 4 mwaka 2025 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 pamoja na vyuo vya elimu ya ufundi mwaka 2026, huku wakitakiwa kuripoti katika vituo vilivyopangiwa kuanzia Julai 4 hadi Julai 31, 2026. Akitoa taarifa hiyo jana jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema wanafunzi 172,114 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5, huku wengine 74,083 wakipangiwa vyuo vya elimu ya ufundi. Profesa Shemdoe amesema uchaguzi huo umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo, hivyo kutakuwa na mabadiliko ya shule au vyuo kutokana na uhaba wa nafasi. Ameongeza kuwa serikali imeendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Mamia ya wanawake wameandamana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wakitoa mwito wa serikali kuchukua hatua za haraka kuchunguza ongezeko la visa vya matukio ya ukatili majumbani na mauaji dhidi ya wanawake nchini humo. Maandamano ya wanawake yaliyoshirikisha mashirika ya kutetea haki za wanawake yametahadharisha juu ya kuongezeka kwa matukio ya wanawake kupigwa majumbani na kuitaka serikali kuingilia kati haraka kulitangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa. Takribani wanawake 69 wameuawa nchini Kenya tangu mwezi Januari mwaka huu, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na Odipodev na taasisi ya habari ya Africa Unsaid, ambayo ni mashirika ya uchunguzi. Serikali ya Kenya pia imerekodi visa 10,581 vya watoto kupotea ndani ya kipindi cha miezi 6 iliyopita, ikihusisha visa vya utekaji nyara na biashara haramu ya binadamu. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti kwamba timu ya ujumbe ulioshirikisha mazungumzo upande wa Iran imesitisha mchakato wa mawasiliano na Marekani kupitia suluhishi kupinga mashambulizi yanayoendelezwa na Israel dhidi ya Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X, amebainisha msimamo wa nchi yake, akisema hatua kukiukwa makubaliano ya kusitisha vita Lebanon ni sawa na kukiukwa kwa makubaliano hayo kwa pande zote,
na Marekani na Israel zinahusika na athari zozote zitakazojitokeza. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Rais Masoud Pezeshkian ameahidi kuisaidia Japan kupitisha meli zake katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa tangu vilipoanza vita vya Mashariki ya Kati mwezi Februari. Na Lebanon imesema Hezbollah imekubali mpango wa Marekani wa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Israel na Israel isishambulie mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Ubalozi wa Lebanon nchini Marekani ulisema umepokea uthibitisho kukubali kwa Hezbollah pendekezo la Marekani la kukomesha mashambulizi kwa pande zote mbili. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alithibitisha makubaliano hayo, lakini alionya kwamba mashambulizi dhidi ya Beirut yataendelea ikiwa Hezbollah haitaacha kushambulia miji yao na raia. Taarifa hizo zilikuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema amezungumza na wawakilishi wa Netanyahu na Hezbollah na walikubaliana kwamba ufiatuliaji risasi wote utakoma baada ya Iran kuonya kwamba vitendo vya kijeshi vya Israel nchini Lebanon ni tishio kwa usitishaji mapigano wa sasa kati ya Marekani na Iran. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM. Kwetu ni kwako. Jicho la nje.